Kuna swali moja ambalo nimeulizwa na moja ya mwenzetu katika sehemu ya comment, na sio swali direct, ni maoni tu yake na kusema kile ambacho anakipenda. Aliweza kusema, msaada bro, napenda sana kuwa YouTuber. So nataka niweze kukuambia wewe ambaye umeweza kuweka comment hiyo, ukweli mchungu ambao pengine YouTubers wengi wasiweze kukwambia. Kwa wewe ambaye umeweka maoni yako, lakini kwa wale wote pia ambao watatazama video hii na wapo na wazo ya kufungua channel ya YouTube. Kupenda pekee hakutoshi. Kama ulivyotangulia kusema, unapenda kuwa YouTuber. Nataka nikwambie kupenda peke yake hakutoshi. Kila mtu anapenda kuwa maarufu, kila mtu anapenda kulipwa kwa kutengeneza maudhui, kutengeneza content, lakini ni wachache sana ambao wanajua wapi pa kuanzia na nini cha kufanya, ili basi wasiweze kukata tamaa wiki ya pili tu watakapoanza safari yao. Kama umewahi kuwaza kuanzisha YouTube channel ama tayari umeshaanza, upo na YouTube channel na hauoni mwelekeo, video hii ya leo ni kwa ajili yako. Sitatoa tu motisha, lakini vile vile nitakupatia ramani kamili, blueprint, hatua 5 za kufuata kuanzia leo. Hata kama hauna kamera, hauna laptop, utakapomaliza kutazama video hii utakuwa tayari hauna kisingizio tena. So tazama video hii hadi mwisho. Nimekuandalia vitu hivi ambavyo vinaweza kukusaidia kwa njia moja ama nyingine. Kuna kosa la kwanza ambalo watu wamekuwa wakipoteza ndoto zao kwa kuweza kutaka kufanya kila kitu. Leo unaposti mpira, kesho unaposti video ya kuchekesha, kesho kutwa unafundisha kupika. YouTube sio dampo, YouTube ni maktaba. Lazima basi uchague niche ama eneo lako. Jiulize maswali haya mawili, yatakusaidia sana kupata jibu la eneo lako ambalo wewe linakufaa ama niche yako. Maswali haya ni muhimu sana kujiuliza. Jiulize, ni kitu gani ambacho napenda kiasi kwamba nina uwezo wa kukiongelea bure hata kama nisipolipwa? Swali la pili, ni kitu gani ambacho nina uwezo nacho ama niko tayari kuweza kujifunza? Kama wewe ni mwanafunzi, una uwezo wa kuanza let's say na student vlogs. Kama unajua tech japo kidogo, fundisha tech. Usiwe lakini kama supermarket ambayo inauza kila kitu. Jaribu kuwa specialist ambapo watu watakuwa wakikutafuta kwa kitu maalum. Kama utajulikana kwa kitu kimoja, ni rahisi sana kuweza kupata subscribers ambao ni waaminifu. Lakini pia swali ambalo linafuata baada ya kuweza kujua eneo lako, bro, sina kamera, sina laptop, nitaanzaje? Ni swali ambalo nimekuwa nikilipokea mara kwa mara. Sikiliza sasa niweze kukupatia siri hii. Simu ambayo upo nayo mkononi, hiyo ambayo umeikamata unatumia kutazamia video hii, ina nguvu kubwa sana kuliko hata kamera zilizotumika kurekodi video za zamani za YouTube. Hauhitaji kamera za mamilioni, unahitaji vitu hivi vitatu vya msingi: video, audio na mwanga. Video, tumia kamera ya hiyo simu yako uliyokuwa nayo, kamera ya nyuma ambayo ina quality kuliko kamera mbele. Lakini kwa upande wa audio ambao ni muhimu hata kuliko video, watu wana uwezo wa kuvumilia video ambayo sio nzuri, let's say na mwanga hafifu, lakini hawatoweza kuvumilia sauti mbaya. So kama hauna microphone, tumia japo hizo earphone zako ama rekodi video zako katika sehemu ambayo ina utulivu. Jifunike hata mablanket ili mradi uweze kupunguza ule mwangwi. Lakini kitu cha tatu ni mwanga. Hauhitaji taa za studio, maana pengine nimesema mwanga utaanza kufikiria anahitaji ring light kuanza kutumia. Hapana, tayari Mungu ametupatia taa kubwa ambayo ni ya bure. Jua, kaa mbele ya dirisha ama rekodi nje asubuhi au jioni. Usisubirie vifaa, anza na ulicho nacho. Siku zote anza na hicho ulicho nacho, pengine vyote vitafuata mbeleni. Lakini pia muundo wa video, scripting ni muhimu sana pia kuzingatia hii hatua hapa. Tayari upo na simu, tayari upo na idea. Je, una rekodi nini? Ni swali la kuweza kujiuliza. Usiwashe tu kamera na kuanza kuongea ovyo. Ni lazima uwe na mpangilio. Video nzuri huwa ina sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza tunaita ni hook, kama mtego. Sekunde zile 30 za kwanza za video zako ndipo ambapo utakwenda kumkamata mtu na kutazama video hiyo hadi mwisho. Kwa hiyo unatakiwa pale uweze kuweka kile ambacho atakipata katika hiyo video ambacho kitaweza kumvutia hadi kuto kuondoka katika video hiyo na kutazama. Then inafuata ile body content. Toa sasa lile darasa ama burudani ambalo umeahidi katika hook. Nenda moja kwa moja katika point, wala usizunguke buyu. Elezea kile ambacho umekiahidi katika hook. Lakini kitu cha tatu ni wito, tunaita call to action. Mwisho kabisa waambie basi nini wafanye. Waambie wa subscribe ama wa comment. Kama hautowaambia hawatofanya hivyo. Muda mwingine unawaambia na still hawafanyi. Sikwambii sasa usipowaambia. So hakikisha unawaambia, unafanya hii call to action kwa kuwakumbusha, kwa kuweza kulike video zako, kusubscribe, kushare na vitu kama hivyo.
So ningeweza kuona unaandika katika karatasi script yako. Ningefurahi sana kama utafanya hivyo kabla ya kuweza kurekodi. Itakufanya wewe uweze kuamini na kujiamini mbele ya kamera katika kile ambacho unakwenda kukiongea. Kitu cha 4 ni issue nzima ya editing, kwa kutumia tu hiyo simu yako. Video tayari umesha rekodi, sasa tayari tunahitajika kuweza kuedit. Vipi unaweza kuedit? Zamani ilibidi uwe na kompyuta kubwa, lakini kwa sasa application tu za kawaida ambazo zipo katika simu, zipo Play Store, na uwezo wa kuzitumia kuedit video zako. Tupo na CapCut, tupo na InShot, nyingine utazitaja wewe katika sehemu ya comment. Zipo nyingi sana, kama utafuatilia utaweza kuziona. Ni free kabisa, rahisi kuzitumia. Unaweza kuedit video yako na ukamaliza kuedit video yako hapo hapo katika simu yako bila ya kuhitaji kuwa na laptop. Jifunze vitu vya msingi, jinsi gani ya kukata sehemu zilizokosewa, tunasema cutting ama trimming. Weka maandishi, caption katika vile vitu muhimu, display text, weka picha zile ambazo zina display muda mwingine, B-roll, overlays, ili basi video yako isiboe. Editing ndio ambayo itasaidia kuleta ladha katika video yako. Usiweke tu video kama vile ambavyo umerekodi hivyo hivyo ka upload. Jaribu kuiedit, hata kama dakika 10 za kuungaunga. Fanya hivyo, edit video yako, tengeneza video ambayo itakuwa inavutia na kushawishi mtu kutazama. Tayari umetengeneza video kali. Sasa hakuna mtu ambaye anatazama. Tatizo lako ni nini? Hapa inakuja issue nzima ya thumbnail na title. Siri hii ya kupata views simple sana. Tatizo ni thumbnail, cover ya video yako, na title, jina la ile video yako ambayo umeweka katika YouTube. Unajua YouTube ni kama duka la nguo. Hata kama nguo ni nzuri, lakini kama nguo hiyo imewekwa katika mfuko mchafu, hakuna mtu atakayenunua, hata wewe hautonunua. Sasa thumbnail yako katika ile video hakikisha inavutia, hakikisha maandishi yanakuwa makubwa, yanasomeka vizuri, hata katika device kama simu ndogo hizi inaweza kusomeka vizuri. Title pia, andika title ambayo ni nzuri, ipo simple, short tu, inavutia, inashajihisha mtu kuweza kuklik na kujua kile kilichomo ndani ya video. Hakikisha title yako inafanana na kile ambacho kinaongelewa katika hiyo video, usidanganye, ili basi mtu atakapotazama aone kile ambacho alitegemea kukiona baada ya kuklik video yako. Kwa hiyo unaweza kutumia AI zikakusaidia kupata thumbnail kwa sasa na title ambazo ni nzuri sana. Vitu hivi vitakusaidia mtu kumfanya click video yako na kujipatia views kwa haraka. Lakini kuweza kutamatisha kwa kuweza kumalizia kwa yule mwenzetu ambaye ameweza kuweka comment yake kwa moja ya video yetu akisema kuwa anapenda kuwa YouTuber, na nyinyi wengine wote ambao mnahitaji kuanza. Hii hatua ya mwisho ni ngumu kuliko zote ambazo watu imekuwa ikiwashinda. Ni consistency, msimamo. Video ya kwanza itakuwa mbaya, video ya pili itakuwa mbaya, lakini video ya 50 itakuwa ni nzuri sana. Usikate tamaa kisa tu views ndogo. Kila YouTuber mkubwa ambaye unamfahamu wewe alianza na subscribers 0. Kama umezamiria kuanza 2026, basi fanya hivi: tengeneza video yako ya kwanza, iweke YouTube, njoo zako katika comment section ya video hii, weka link ya hiyo video. Mimi nitakuwa wa kwanza kuweza kucomment na kukushauri katika hiyo video yako. Kama video hii imekuwa na mwanga na imesaidia kwa njia moja ama nyingine, imetoa value kidogo, umepata kitu kipya, hakikisha una like video hii, una share na watu wengine waweze kuona basi kile ambacho tumeweza kukiongelea leo, wapate kujifunza pia na wao. Tuendelee kuwa pamoja. Tumekuwa ni watu wa kujifunza siku baada ya siku. Una maoni, una swali, weka katika sehemu ya comment. Tutakuwa basi tukisaidiana kwa njia moja ama nyingine katika kujifunza kwa pamoja na kukua kwa pamoja. Asante sana, tukutane wakati mwingine.